Rais wa nchi ya Tanzania Samia Suluhu aanzisha vita vikali dhidi ya nchi ya Kenya. Ujambo na karibu. Waziri wa mambo ya ndani ya nchi Innocent Bashungwa amewaagiza maafisa wa polisi nchini kushirikiana kwa karibu na mamlaka ya mawasiliano Tanzania kuwachukulia hatua wa Tanzania wanaosambaza content kutoka nje ya nchi kupitia mitandao ya kijamii inayolenga kumchafulia jina Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Samia Suluhu Hassan. Waziri Bashungwa alitoa agizo hilo Jumatatu Mei 26 wakati aliwasilisha bajeti ya wizara yake kwa mwaka wa fedha wa 2025 mwaka 2026 bungeni jijini Dodoma. Alisema kuwa baadhi ya kiharakati yaliyoandaliwa nje ya mpaka ya taifa, lakini analenga kuvuruga heshima na hadhi ya Rais Samia. Kwa mujibu wa waziri huyu, kitendo hicho si sawa ama ni sawa na kushiriki na hujuma dhidi ya taifa, na kwa serikali haitasita kuchukua hatua kali dhidi ya wahusika wote. Alisisitiza kuwa bunge limekuwa shahidi wa juhudi zile kubwa za maendeleo zilizotekelezwa chini ya uongozi wa Rais Samia Suluhu, hivyo ni muhimu kulinda heshima ya kiongozi huyo wa taifa dhidi ya mashambulizi yake. Waziri huyo pia alimwelekeza mkuu wa jeshi la polisi IGP Kamila Sawambura kuendelea kushirikiana na TCRA ili kuwatambua na kuwachukulia hatua wote wanaohusika katika usambazaji wa content hiyo. Alibainisha kuwa pamoja na kwamba maudhui haya yanatoka nje ya nchi, baadhi ya Watanzania wamekuwa wakiyatumia kama silaha za matusi na kejeli dhidi ya rais wa jamhuri hiyo. Matamshi ya Bashungwa yanakuja wakati ambapo mvutano unaendelea kati ya Tanzania na Kenya, ambapo mbunge wa Tanzania walishambulia vikali nchi jirani ya Kenya kwa madai ya kushindwa kudhibiti vijana wake wanaotumia mitandao ya kijamii kueneza chuki ya rais ama chuki dhidi ya rais wa Kenya. Tanzania. Katika mjadala bungeni, baadhi ya wabunge walihoji ukimya wa rais wa Kenya William Samoei Ruto kuhusu swala hilo. Mbunge wa jimbo la Iringa mjini Jessica Msambatavangu aliwalaumu vijana wa Kenya kwa kile walichokiita ni matumizi mabaya ya uhuru wa kujieleza, wakitumia mitandao ya kijamii kueneza chuki dhidi ya serikali yao na hata kuhamisha ama kuhamasisha chuki dhidi ya majirani zao wa kanda ya Afrika Mashariki. Aliongeza kuwa kitendo hicho ni sawa na vurugu zinazojificha nyuma ya kivuli cha demokrasia. Kwa upande wake, mbunge wa Pandani Marian Omar Said alieleza masikitiko yake kuhusu hatua ya awali ya kuwarejesha makwao bila mateso baadhi ya wanaharakati kutoka Kenya, akiwemo Martha Karua, waliowasili nchini kwa lengo la kushirikiana na kushiriki kama wachunguzi katika kesi ya kiongozi wa upinzani Tundu Lissu. Tukio hilo limewafukuza wanaharakati hao akiwemo jaji mkuu mstaafu wa Kenya William Tunga, limeibua hisia kali nchini, hasa baada ya madai kuwa mwanaharakati Boniface Mwangi alipotea kwa siku 3 kabla ya kupatikana akiwa katika hali mbaya baada ya kudaiwa kutiwa kizuizini na kuteswa. Na tangu wakati huo hali ya mivutano ya wananchi na nchi hizo mbili imeongezeka kwenye mitandao ya kijamii, hasa vijana wengi wa Kenya wakielekeza lawama zao kwa Rais Samia Suluhu na serikali yake, wakilalamikia kile wanachokiona kama ukandamizaji wa haki za binadamu na nchi ya Tanzania.